ambapo wakati dirisha dogo la usajili kitaraji kufunguliwa Januari kwa timu za ligi kuu ya NBC Championship pamoja na ligi kuu ya wanawake. Viwanjani leo tunatazama viwango vya washambuliaji wapya ndani ya kikosi cha Simba, Yanga pamoja na Azam kwa kile ambacho wamekifanya mpaka sasa. Nyota hao wameshiriki katika michezo kadhaa ya ligi kuu ya NBC na mingine katika ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Tuanze kuangazia katika ligi kuu ya NBC, takwimu zao zipoje. Nyota wa washambuliaji ambapo kutoka Young Africans, Simba Sports Club pamoja na Azam Football Club. Majina ya washambuliaji utakao wataja ni Jonathan Soa kutoka kikosi cha Simba Sports Club ambaye amefunga mabao matatu, Andy Bobo Boyel kutoka Young Africans ambaye amefunga mabao mawili, wakati Jefte Kitambala Bola yeye amefunga bao moja pekee, na Selemani Mwalimu amefunga goli moja. Hawa ni washambuliaji ambao katika Simba, Yanga pamoja na Azam Rashid wamesajiliwa. Msimu sio? Na bahati nzuri big names na wana uwezo kufanya vizuri. Timu zao zina malengo makubwa na wamekuja wao kuja kurekebisha makosa ambayo timu zao waliziona walikuwa na mapungufu msimu uliopita. Kimsingi ni kwamba ukianza labda let's say na Jefte Kitambala Bola. Tulikuwa tunajaribu kuangalia Jefte ni bora kwenye nini zaidi. Lakini tukakubaliana hapa msumi wote kwamba Jefte Kitambala Bola sio mzuri sana kwenye through ball kama hiyo ambayo unaiona kwenye TV hapo. Ni mara chache sana anaweza kukuashua kukupa magoli mazuri kama ambalo umeliona hapo na KMK. Lakini Jefte Kitambala Bola kwenye mipira ya crosses anakuashua asilimia zaidi ya 90 kukupa magoli mazuri na kuona daraja lake. Jefte Kitambala Bola ni mzuri zaidi kwenye kufanya tapping, manake zile crosses za chini zile kama hivyo ambavyo umeona. Atumi nguvu kubwa, yani akifika kwenye mpira ni kupiga na kuscore. Bao la Simba walofunga lile ni mfano mzuri haswa. Mfano mzuri haswa, yes. Kama vile ile tapping zile ndo tukakubaliana hapa kwamba hii ndo njia sahihi ya Jefte Kitambala, kwamba kama Azam watakuwa wanamfeed kupitia crosses na aina ya magoli ambayo ufunga kwa Simba pale, tunaweza tukawa tunaona tumebarikiwa kuwa na striker wa aina yake. Ana nguvu, ana uwezo kucheza mipira ya juu vizuri. Tapping ndio eneo ambalo anatumia zaidi. Lakini Jefte Kitambala Bola ukitaka kuona kwamba sio striker wa kucheza level ya Azam wampe adhabu ya kumpigia mipira ambayo yeye itampa adhabu ya kukokota. Wakaangalia mechi ya Singida na Azam. Yani wampe hiyo adhabu ya kufanya dribbling, wampe adhabu ya kumpangua beki mmoja na mwingine. Yani hiyo ni adhabu ambayo unaweza kusema huyu Jefte alikuja kufanya nini hapa Tanzania. Sasa nafikiri hilo ni jambo ambalo liko chini ya Ibenge pamoja na timu nzima ya Azam kuangalia namna bora ya kumtafutia marisho ya kumfanya Jefte kuwa miongoni mwa washambuliaji bora ambao tumebarikiwa katika ardhi ya Tanzania, sio? Lakini kwa Jonathan Soa ni mshambuliaji mwenye harakati nyingi kiwanjani. Ni mshindani, ni mgomvi. Of course ni mgomvi. Unaelewa? Na ugomvi wake unakuja ni kwamba hataki umharas. Tena hasa vitu vikiwa vitokei huko. Hataki umharas. Kwa anataka kukuonyesha kwamba yeye ni Black Lion wa kiwango hicho, kwamba mimi nataka hata nitapokuwa najiposition au unapotaka kufanya jambo langu, yani wewe uanze kunihofia mimi. Of course ni moja kati ya character ambayo amechagua. Sio dhambi kwa sababu wapo washambuliaji wengi duniani wenye character kama yake na zaidi yake yeye. Ni wakorofi miongoni mwao. Tunajaribu kumuelezea hapa Zlatan ni miongoni mwa washambuliaji wa aina yake na ni zaidi ya aina yake. So mimi kitu kikubwa ambacho huwa napenda kwa Jonathan Soa ni mshambuliaji ambaye ana uwezo wa kusprint, ana uwezo wa kushindana. Matumizi ya nguvu kwake huwa ni kitu cha msingi sana na anaweza kumanage. Kitu kizuri zaidi kwamba ni penalty taker ambaye anaweza kuashua kwamba mimi hata kama ni dakika 93 94
tunahitaji pigo la penalty, mimi na uwezo wa kuchukua na nikapiga na nikafunga. Sawa, tumwangazie Andy Bobo Boyel pamoja na Selemani Mwalimu Gomez. Bobo Boyel ni standing striker, ni sio striker ambaye unaweza ukasema ambaye ana movement nyingi, ni mtu ambaye anasimama na kufungia, tofauti na Prince Dube. Umeona hata kwenye matumizi yao, Dube ni mtu ambaye unamuona anazunguka sana Yanga, lakini Andy Bobo Boyel ni mtu ambaye ana hands kwenye lile box la timu pinzani. Hata mabao mawili ambayo amewafunga dhidi ya KMC tuliona hilo, alisababisha penalty akiwa ndani ya box, lakini pia hata bao ambao amefunga ni aina hayo mabao ambao anafunga. Lakini kwa bahati mbaya hizi minutes ama dakika ambazo anakosa kucheza ni kwa sababu tu ya uwepo wa Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo kwa Bobo Boyel ni wale mastriker ambao mara nyingi utamkuta kwenye 6 ile sehemu ya kibox ya timu pinzani. Kwa hiyo ambacho kinafanyika ni Yanga sasa wenyewe waweze kumtengenezea mashambulizi, waweze kumtengenezea nafasi za kufunga. Kwa Bobo ajabu hatujamfaidi sana, lakini ni mchezaji ambaye anatuonyesha ni mzuri sana kwenye miguu. Huyu ni copy and paste tu ya Kitambala Bora kwenye hizi tapping, kwenye crosses, mipira ya juu huwa anafunga. Kwa Selemani Mwalimu Gomez nadhani tumemwona hata kwenye mechi nyingi ambazo amecheza, ni mtu ambaye pia ana movement. Ukitoa ambapo alipotoka kule Fountain Gate kwenye hii vision ya pili ambayo amerudi kutokea Wydad, ni mtu ambaye anacheza sana kwenye eneo la mbele, ni mtu ambaye pia hatulii sehemu moja, ni mtu ambaye ni mzuri sana kwenye kulink na timu. Yani timu ikiwa inafanya mashambulizi, basi naye anaweza kujisumbua hivyo akatoka na akaenda kufunga. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye pia kwenye uchezaji wake unaweza kumuingiza anafanana na fulani hivi na sawa, lakini kwake yeye kinampa faida kubwa. Ni mtu ambaye anapenda kulinki na timu, ndio maana hata kocha ambaye amepita alikuwa anamtumia hivyo, alikuwa anapata nafasi kwa sababu timu ikiwa ina move inaondoka na pia huwa anaondoka. Kwa hiyo Selemani Mwalimu atakupa hizo faida mbili, utamkuta kwenye box wakati timu inaenda kushambulia, timu wakati inaondoka na mpira, lakini pia kama ukimtaka act au kama namba 9 moja kwa moja kukaa, hiyo pia unampata kwake Mwalimu pia. Sawa, katika mashindano ya CAF katika upande wa Selemani Mwalimu, yeye hajafunga bao lolote mpaka hivi sasa, lakini pia kwa Jonathan Soa na Ibn hajafunga bao lolote, wakati Andy Boyel naye hajafunga bao lolote, wakati kwa Jephte Kitambala Bora yeye Azam Football Club yeye ameshinda mabao 5 mpaka sasa. Tutoke hapo katika viwango vya washambuliaji ndani ya kikosi cha Azam Football Club, Yanga na Simba. Tuangazie Simba wenyewe, ambapo klabu ya soka ya Simba inatarajiwa kufanya maboresho ya kikosi katika dirisha dogo la usajili linalotarajiwa kuanza mapema Januari mosi mwaka 2026, ikiwa ni sehemu ya kuifanyia timu hiyo kuwa imara zaidi. Meneja habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ahmed Ali amesema watafanya usajili kwa wachezaji na kuzingatia ripoti ya kocha atakayekabidhiwa timu kwa sasa. Kipindi hiki wakati wachezaji wapo mapumziko, viongozi wa Simba Sports Club tunaendelea na mchakato wa kufanya tathmini. Mechi 5 za ligi kuu tume achieve kitu gani? Mechi 2 za makundi ya ligi ya mabingwa Afrika tumepata kitu gani? Ili tufanye tathmini hapo ambayo itatuongoza kuelekea kwenye maboresho ya kikosi chetu kwa ajili ya msimu unaofuata. Tayari kwa ajili ya round inayofuata. Tayari tumeshapokea mapendekezo kutoka kwa bench la ufundi na hivi sasa tupo kwenye mapitio tukiangalia nini tuboreshe, wapi tupunguze na kitu gani tukiongeze, na baada hapo dirisha litakapofunguliwa, dirisha dogo, twende tukafanye maamuzi kulingana na mapendekezo ambayo tutakuwa tumeyapitia kwenye ripoti ambayo mwalimu ameiwasilisha. Meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha Simba Sports Club Ahmed Ali akiweza kuzungumzia kuhusiana na hayo. Rashid, kazi ngumu mpe Rashid. Kazi ngumu mpe Heavyweight Pandit. Uliza swali Ahmed alikuwa anazungumza kwamba ripoti ya kocha kama uko na kocha si yupo Selemani Matola. Anasema Matola andike ripoti Simba ifanye kazi. Lakini sio wanakti kama kocha mkuu kaka yule. Sio kocha mkuu yule mwingine bwana kwa meneja tu. Sio kocha. Ahmed rojo kupiga siku moja. Kwa nini sasa? Ripoti ya mwalimu nani? Matola. Si Matola? Sio kweli. Sasa nataka aandike nani sasa? Simba hawezi kufanyia kazi ripoti yana, nataka sema ni Matola. Hawawezi. Abadan. Hiyo wao watakaa tu kulungwa bwana hapa kule namba 3 tuongeze nonga pale. Nani pale Msumi pale.
akilete ripoti ya Selemani Matola hii hapa bana, kufungwa ripoti hii hapa hii, wamekaa bana, mwalimu bwana hapa akasema hapa 1 2 wewe subutu. Wanaweza wapi kufanya hivyo? Ndio maana hapa media wanakuambia sisi tupata ripoti ya wapi? Sawa. Mwalimu nani? Yaani aseme po viongozi wa Simba wanakutazama Rashid. Simba waboresho wapi? Simba tushaeleza sisi maeneo ambayo wanatakiwa kuboresha. Of course. Wapi? Simba Sports sehemu ya kushoto. Yes, sehemu ya kushoto kama watapata mtu mzuri zaidi. Kule si wana Mligo pamoja na Nabi ambaye anaweza kucheza kule. Mimi kwangu na muopti zaidi Nabi angecheza katikati. Sio kule. Sio kule. Kule amwache Mligo, alafu amtafutie mtu mwingine Mligo wa kushindana naye. Nabi aje kucheza hapa katikati hapa. Nabi anaonekana hapa katikati hapa. Ana uwezo kwa sababu ana uwezo, ana jicho la kupiga pasi. Nabi hawezi kukaa baki, ana uwezo wa kupiga pasi. Sasa huyu mbali na Yusuf Kagoma, unajua Kagoma tunamsifia kwa sababu anacheza sana fao. Lakini kama hawezi kubadilika, unaweza kumtafutia mshindani mwingine kwenye eneo hilo. Unajua kuna tofauti kati ya holding na central midfielder. Sasa Kagoma yeye ni central midfielder. Unatakiwa kumtafuta holding midfielder ambaye anaweza kusaidia hizo kazi hapo. Akafanya hiyo kazi. Holding yatembei kilomita nyingi sana kiwanjani. Holding imeweza mkatembea nyingi kilomita wote, yeye ndo akawa mwisho kabisa. Yani akatembea zake kiwanjani dakika 90, yeye ana kilomita 3. Yule aucho fulani ambaye alikuwa kwenye piki ya yani ana kilomita 3 kiwanjani. Kwa sababu yeye yupo. Yani kila sehemu yenye gap hapa yeye nyuma yeye anakaa yeye. Unaona yeye kama kiongozi fulani. Unaelewa? Watu wamekasirika yeye. Yeye amekasirika, amekasirika sana. Amekasirika sana. Yani analitempo lile eneo la kiungo. Lakini usibadilishwe namba kwenda mbele. Lakini hapa Simba hapa wanatakiwa wasajili sio kundi la watu tena. Wasajili idadi ya watu ambao kama wangapi? Mimi kwangu wanaweza kusajili hata watu 3 tu. Very smart. Shughuli imeisha basi. Very smart, yani ubaya ubwela. Yani ubaya ubwela watu 3 very smart ambao wanaweza kwenda kuibadilisha ile timu completely. Na wanaweza kwenda kufanikiwa. Wakati hayo yakiwa ya Simba Sports Club, tukaangazie Azam Football Club ambapo ofisa habari na mawasiliano wa kikosi cha Azam Football Club Hashim Mwibwe amesema kuelekea kipindi cha dirisha dogo timu hiyo inataraji kufanya maboresho ya kikosi cha kusajili baadhi ya wachezaji na kundi wachezaji watakaopisha usajili huo. Azam pole ukiangalia hivi. Azam. Azam hapo. Azam kuambia tu wewe goodbye. Kuna jina kama hatolitaja huyu bwana. Tutarudi. Msimtafute Mwali leo Ijumaa nimwambie. Twende mapumziko mafupi kisha tutarudi kuja kuangazia mengi makubwa ambayo tumekuandalia katika siku hii hapa ya leo. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Hii ni Viwanjani, baba vipindi vyote vya michezo hapa nyumbani Tanzania. Mimi ni Saidi Salim Msoma, nipo sambamba na Idi Nonga pamoja na Rashid Dona Hamis, the heavyweight bandit, the only one in Africa. Bado tunaangazia mengi makubwa ambayo tumekuandalia katika siku hii hapa leo. Hapo awali nilikujuza kwamba tutakwenda kumsikiza Hashim Mwibwe akiweza kuzungumzia kuhusiana na hali ya kikosi cha Azam Football Club na maboresho ambayo wanataraji kuyafanya ndani ya kikosi cha Azam Football Club. Tukamsikize Hashim Mwibwe. Kuhusu usajili ni lazima kwenye kipindi hiki cha kifupi cha usajili cha Januari, ni lazima tufanye mabadiliko kidogo kwenye kikosi chetu. Wapo wachezaji baadhi wataingia na wapo baadhi ya wachezaji watatoka, na hiyo haiko kwetu. Hiyo iko kwa mwalimu mwenyewe na vile ambavyo anahisi kwamba wachezaji wanaweza accommodate kwa kiasi gani
pengine alichokiona kutoka hapa ambako tunahisi tumekwama, timu ikapata sare 3 mfululizo kwenye kipindi cha kwanza hiki ambacho tumecheza cha ligi kuu, na ni kwa namna gani. Lakini pia inaweza isiwe kwa ukubwa huo ambao watu wanaofikiria, kwa sababu so far timu inaridhisha, timu ni nzuri na mwalimu anajaribu kuendelea kuitengeneza. Wapo ambao wana expect kwamba ni lazima ukifanya usajili basi toa watu 7-8, ingiza watu 7-8, tena unacheza tena kamari nyingine, toa watu wengine 9, ingiza 9. Hapana, vile ambavyo mwalimu itampendeza ndivyo ambavyo tutafanya kwenye kipindi cha Januari. Lakini jambo la uhakika ni kwamba Januari wapo baadhi ya wachezaji wataingia na wapo baadhi ya wachezaji watatoka. Hashim Ibwe akiweza kuzungumzia kuhusiana na kikosi cha Azam Football Club. Tumesikia Hashim na kikosi cha Azam Football Club. Tuanze kwanza na takwimu za Azam ndani ya ligi kuu ya NBC msimu huu, afu tutaanza kushuka taratibu hivi mpaka kwa wachezaji ambao hawana nafasi na kikosi cha Azam Football Club. Takwimu za Azam katika ligi kuu ya NBC: wamecheza michezo 5, wamepata ushindi katika michezo 2, wamepata sare michezo 3, wamefunga magoli 6, wamefungwa magoli 2 pekee mpaka hivi sasa katika msimamo wa ligi kuu ya NBC. Wamekwenda sare dhidi ya Namungo Football Club, wamekwenda sare dhidi ya JKT, wamekwenda sare nyingine pia dhidi ya Singida Black Stars, wamepata ushindi dhidi ya Mbeya City, wamepata ushindi mbele ya Simba Sports Club. Idinonga, watu wamekasirika baada ya sare. Unamwelewa Hashim Ibwe, lakini pia unamwelewa Furahi Benge kwenye dirisha dogo kama kweli atafanya maboresho. Kuna maeneo kweli unaweza ukapata picha kama unahitaji mtu aongezeke. Ukitazama eneo la kushoto la Azam la Pasco Msindo, unajiuliza siku Pasco Msindo anapata majeraha ama anapata changamoto za kimichezo, kadi za njano, kadi nyekundu, anamtumia Randy Zuzu tu. Lakini mara nyingi Randy Zuzu namuona akiwa anacheza nadhani eneo la katikati, sio? Eneo la katikati. Yeye ufoza alivyotambulisha ndani ya Azam alikuwa ni mlinzi wa kati. Lakini msimu ulivyokuwa umeanza Randy Zuzu alikuwa anacheza kushoto. Lakini baada ya Fuentes kupata kadi nyekundu dhidi ya Namungo, kwa hiyo mwalimu amekuja kuopti kurudi na Randy Zuzu. Anaweza kucheza pia Edward Manyama. Lakini sio Manyama huyo ambaye tulikuwa tunamzungumzia last time wakati yuko Ruvu Shooting na ile mara ya kwanza kati anarudi Azam FC. Kwa kuna hilo eneo la kushoto kwa maoni yangu mimi binafsi naona kweli inahitajika maboresho. Lakini pia eneo la juu la mwisho kabisa la Jephte Kitambala Bora, natamani kuweza kumpata mtu ambaye anaweza kumchallenge Jephte Kitambala Bora kwenye hiki kiwango ambacho anacho hivi sasa. Lakini pia kwenye eneo lingine ambalo naliona Azam wanaweza kaongeza mtu kwenye eneo hili ambalo tumemwona Imedi ameongeza kitu, lakini pia tunamwona Saido Kanute ameongeza kitu, lakini ningetamani zaidi kama angepatikana mtu mwingine ambaye anaweza akachallenge zaidi ya ambayo Bengi akampa option nyingi zaidi ambazo za kucheza zaidi hiki ambacho tunakiona. Lakini overall kwenye maeneo mengine naona Azam iko vizuri na wachezaji wengi wana deliver kwenye maeneo tofauti tofauti. Unajua hii clip nimeiangalia. Nimeona Saduni mwanae sana Jephte Kitambala. Sana. Saduni anajifunza Kikongomani. Kilingala. Yaani lakini ndio mshikaji wake wa kwanza unajua kwenye hao wageni. Na mwisho wa siku hata cross ile ya Simba alitengeneza Saduni. Ndio alipigia Saduni akafanya tapping akafunga. Kwa hiyo yani kuna vinasaba kosi unakuwa unajua tu bwana Nonga amekasirikia wapi anzie wapi. Unatatua sio bwana yule bwana. Alafu Rashid hapa vitu vigumu vitokea wapi? Huko jifunja pati. Sasa wewe Rashid mfumba macho wewe acha. Sawa, lakini kwenye upande wa kombe la shirikisho Afrika, Azam wamecheza mechi 6, ushindi katika michezo 4, wamepoteza katika michezo 2. Sasa kwenye kauli ya Hashim Ibwe ambaye ameitoa kuhusiana na maboresho ambayo ataweza kuifanya klabu ya soka ya Azam FC,
Tuangazie kuhusiana na nyota 6 ambao wamejiunga na kikosi cha Azam Football Club ambapo msimu huu, lakini mambo yao kidogo yamekuwa ni magumu, ambapo nyota 6 waliojiunga na kikosi cha Azam Football Club katika dirisha kubwa la usajili msimu huu wamejikuta katika wakati mgumu, wakipata dakika chache za kucheza mbele ya kocha Florent Ibenge Ibenge. Chini ya kocha Ibenge, Azam imecheza mechi 5 za ligi kuu ya NBC na 6 katika kombe la shirikisho la Afrika, ambapo baadhi ya nyota hao hawajapata nafasi ya kucheza hata mchezo mmoja kwa baadhi ya wachezaji wengine. Nyota hao wapya wenye wakati mgumu ndani ya kikosi cha Azam Football Club ni pamoja na Barakat Hamid ambaye yeye amecheza mechi 2 dakika 158. Papa Dudu Diallo amecheza mechi 1 dakika 10 tu, wakati Issa Fofana amecheza mechi 4 dakika 360. Taib Benzut hajacheza mechi hata moja. Lame Kilawi hajacheza hata mechi moja. Muksini Maliba Makame mechi 1 dakika 10. Mwingine hapa nadhani ni Edward Manyama. Manula mbona hayupo hapa? Manyama kacheza mechi 2. Manyama kacheza. Sasa mechi 2, Barakati ndiye kacheza mechi 2. Yupo, kuna mtu ana mechi 2 pale. Fofana kacheza mechi 4. Manula pale mbona hayupo? Sawa. Manula mechi 1. Mbona mjammention au kipenzi chenu? Mbona nyingi? Yaani kuna yaani nyingi. Amjemweka nampenda. Itaingizwa. Itaingizwa. Sura graphics itaingizwa. Sawa. Ngo wanasemaje Samson? Kwenye wakati mgumu. Yeah. Hapa bana, kusema ukweli, Papa Dudu Diallo Dudu Azam nafikiri kwa mtazamo wangu mimi, huu ni mtazamo wangu mimi, Dudu Diallo wanaweza kumwacha au wakamtafutia timu kucheza kwa mkopo. Ni aidha akarudi nyumbani kwao kutafuta timu ya kucheza kwa mkopo kama mkataba wake utakuwa ni ngumu kuvunjika, au wakaamua kumwacha, kwa sababu nafasi anayocheza Dudu Diallo kuna watu ambao wanaitendea haki zaidi, kwa sababu huyu ni mshambuliaji ambaye anatokea upande wa kulia. Upande wa kulia anatokea Idi Nado, anatokea Sop, na wanafanya vizuri sana kiwango ambacho national team inawajumuisha. Kwa hiyo unaona nafasi ya Dudu Diallo unaweza kumpeleka kushoto. Bwana Manula kaongezwa. Kwa Dudu Diallo inaweza kumpa wakati mgumu zaidi. Nafikiri kwangu mimi huyu anaweza kumwacha au akamtafutia timu kucheza kwa mkopo. Barakat Hamid na yeye kesi hii inataka kufanana na Diallo. Yes. Ingawa taarifa zinaarifu kwamba ni mgonjwa. Taarifa zinasema ni mgonjwa, lakini taarifa za kikulungwa zinasema anajivunja. Na inavyoonekana amekuwa sio kipenzi tena cha Ibenge. Kwa sababu alikuwa anaamini yeye ni mchezaji mkubwa. Sasa taarifa zingine ambazo chukua hizo taarifa za Disemba uwe na furaha. Ni kweli makasiriko. Sawa. Na nakumbuka hapa tushakweka huo mjadala kuhusu Baraka, nikakwambia hatocheza, utamuona. Bado tuliko wote hapa. Alisema hadi akicheza atapiga simu. Hajapiga simu shehe. Mimi nisema hivi. Rashidi pia kwenye kiti hichi cha chokaa ndio na mimi tulisema kwamba bwana mali Barakat Hamid na michezo ya kwanza akawa anacheza anaanza. Shida ikawa hapa katikati akawa hajaonekana. Huyu bwana yuko wapi? Mechi ya mwisho kama kuna mechi moja hivi akaonekana yupo jukwani. Yuko na mwenzake yule Zaitun. Mimi hapa sasa lazima kuna vitu lazima uulize ndani. Nikasema bwana huyu mchezaji vipi? Na hiyo message imemuonyesha Rashid ni mtu wa ndani kabisa. Bwana huyu mchezaji ni majeruhi, ana majeraha, lakini muda si mrefu atafanyaje? Anaanza kurejea. Bwana huyu bwana kaziona. Hukuona hujaiona? Nimeziona nikakatalia. Sasa kanikatalia. Sasa kaambia mtu ndaka kanikatalia. Yeye kachimba. Nimeziona nimemkatalia. Sijamkatalia tu alivyonipa taarifa. Nimemkatalia toka siku ya kwanza. Na nikamwambia huyo bwana Kongo aendi, na hata akienda hatocheza. Timu ikirudi hapa hatocheza. Timu itaenda Zanzibar hatocheza. Atakaza kijukwani
watakuwa wanashika tama, na Zanzibar ulimuona pale timu inafungwa eka zake pale, wametulia pale, wanakula picha pale, maisha yanaendelea. Yale ndio maisha ambayo wameyachagua. Wale walikuja Azam FC wakiamini wao ni wachezaji wakubwa sana kuliko wachezaji wengine wote, au sio? Wakavimba vidali, maana wakaamini wao ndio wakulungwa. Wamefika pale, wamekuta kuna watu wanazima moto vibaya mno, fire wanasubiri. Sasa kila kiangalia pale, kwanza kiangalia kwenye defense pale, kuna watu wanang'ata meno pale, lakini ule vibaya sana. Haya, ukienda kule kwa Barakati upande wake, kuna watu wanang'ata meno kule vibaya mno, na wanang'ata kwa namba. Yani anachokifanya ule Barakati, of course ni mchezaji mzuri na wote tulikubali ni mchezaji mzuri, lakini angalia sasa kuna hiyo, yani watu walimention, yani walifika hatua wakamfananisha na Seleli. Hivi wewe tukikupima na Seleli wewe, yani mbona kama Seleli anaweza kufanya unachotuletea wewe, mchezaji wa kimataifa kweli wewe? Zidane wa Dodoma. Zidane wa Dodoma huyo. Umeona watu wakaona wewe sio kweli wewe Mwarabu tu, lakini kwenye uwezo hapa tunaanza tukaanza na Seleli. Wewe utasubiri. Unamuona yule mwanamume anaenda ukaa zake nje, Seleli anazima benchi kubwa, anafanya maajabu, ataingia Saduni eneo lile, ataingia Sopo eneo lile, ataingia Edinado eneo lile, na wanafanya kazi nzuri. Umeona bwana? Kwa yule anaendelea kukaa zake benchi, anakula mkeka, anatulia. Sio, unaelewa? Kwa njia sahihi ya yule bwana ni Azam kuachana naye. Kwa sababu mimi sioni kama kuna leo kesho Azam anaweza kumtumia. Azam wakubali kwamba usajili ni kamali, pale wamekula hasara. Yule Imidi na mwenzake Barakati pamoja na Dudu, umeona Diallo, umeona ana wachezaji watatu ambao mimi naamini Azam hata kama kiwaacha hatakuwa amepunguza kitu chochote, si ndio bwana? Alafu mtosi turudishie ile list nyingine, tunawasahau, usitufanyie hivyo. Mwezi wa kuwa na furaha Fofana pale, kuna Mohsin Malima, nadhani Fofana amecheza michezo mingi. Alafu pia kuepo hapo pia nani Lawi unakuja kwa Lawi, Lamek Lawi yule pale, Lamek Lawi kwangu mimi yani binafsi, yani kusema ukweli, Lamek Lawi alikuwa hana uwezo wa kucheza Azam FC. Ni vile tu ukulungwa na ulumbi mwingi umemfanya Lawi aende kwa kwenye big name. Mimi nilikuwa ni moja kati ya watu ambao wamepata mshangao kwa nini Azam alimsajili Lamek. Lakini sio issue kile wakati anatoka Coast ile msimu ule mpaka yakatokea na Simba Sports, kama Azam kipindi kile angemapproach, kulikuwa hakuna sababu yoyote ya kuwa na doubts naye kwenda Azam. Lawi alikuwa na msimu mbaya sana kwa nyuma kabla ya kwenda kujiunga na Azam. Na niliamini kufika pale labda pengine angejipush kwa sababu umri wake ni mdogo. Kwa mujibu wa pasipoti na takwimu umri wake ni mdogo, lakini inawezekana msumi kama mmepishana na Lawi kama sio miaka 2, 1.5, 3. Umeona? Lakini unaheshimu pasipoti kwa mamlaka ya pasipoti. Si unaelewa? Kwa hiyo unajaribu okay sawa. Lawi kwa sababu ni Mtanzania mwenzetu, nafikiri Azam amtafutie timu ya mkopo aende akacheze. Apate nafasi ya kucheza. Si kipenzi cha timu ya taifa huyo, huwa anaitwa national team na ni kapteni wa under 20, si ndio? Kwa hiyo inabidi tulinde Watanzania wenzetu. Huyu wamtafutie timu ya kucheza tena kwa masharti magumu, kwamba huyu timu atakaokwenda ni lazima acheze kwa zaidi ya 40% ili tuendelee kulinda uwezo wake. Fofana inawezekana kwamba ile kocha Ibenge kutoka Al Hilal, Fofana naye kopo namba 1 Al Hilal, kwamba kopo kwa matarajio kwamba panga pangua kwamba tukimwona Fofana yupo nje basi labda anaumwa au ana kadi. Lakini imekuja ndani ya Azam ni kama Foba anaanza, Fofana tusubiri. Kuna muda kabisa unamwona benchi huko Manula, Fofana jukwani. Kuna kamzunguko fulani hivi kanaendelea. Mambo yamebadilika. Nadhani kama mmegundua kitu, yani kuhusiana na Azam FC pamoja na Forai Benge, sio mnafiki Forai Benge. Sio mnafiki kabisa. Yani kama unamwona huyu Issa Fofana ambaye anamfahamu kwa muda mrefu, ametoka naye kwa Al Hilal, kwa hiki ambacho anamfanyia na is fair. Inawezekana ni yeye ndo anamuona mazoezini, yeye anamuona anavyoperform. Nadhani kama Azam, nadhani itakuwa hivyo pia. Watatumia brain ya Ibenge kuelekea kwenye dirisha dogo kwa hiki ambacho kimeonekana hivi sasa.
nadhani watapata sehemu kubwa sana ya kuanzia. Ameleta discipline ya hali ya juu kwenye kikosi cha Azam, na unaona wachezaji ambao wanacheza kwenye haya maeneo mengi kwenye timu ni wachezaji ambao watakupa 100% ya kile kiwango chake ambacho wanacheza. Tulimwona mfano Aishi Manula kwenye mechi ya Singida, wengi tuliamini kwenye mechi ya Simba angeanza, lakini hakuanza. Inawezekana hatukupata tip kwa nini hakuhojiwa Fry Benge kuzungumzia hilo, lakini unamwona ni kocha ambaye yeye ni mkubwa, kwa hiyo kuna maamuzi anayafanya, unamwona ni kocha ambaye anajua kitu ambacho anakifanya. Kwa hiyo ni sehemu nzuri, na kama wataendelea kumtumia Azam hivi ambavyo wanamtumia, watafika mbali sana. Unajua ukichozungumza Aishi Manula, mimi nadhani Ibenge anazidi kutu surprise. Kwa sababu hata siku ile mtozo wetu Gift Alex Macha ndo alikopo mtu wa pale stadium pale. Pale kwa haitu Gift pale tu Ebe Junior. Ebe Junior. Yeye nataka sasa nimuige, ananiiga sana Msubi. Baya kwa Ebe Junior. Alikopo na mufti. Sasa Msubi tutampiga. Jana kwa na director sana. Akasema huyu Msubi tutampiga, sasa tutamudia tu. Director sana. Nafikiri tulikuwa tuna show nzuri Sasa afikiri siku Msubi ananiiga. Gift alimuuliza Philip presenter pale, alimuuliza Ibenge kuhusiana na kwamba why umemchagua Aishi, hajapata time mechi nyingi, alafu kwenye mechi kubwa ambao katika ile mizani ya A class ni Simba Yanga Simba, ukishuka Azam Simba Azam Yanga, alafu ukitoka katika hapa class B hapa utaipata Singida Azam, Yanga na Singida, Simba na Singida. Why Manula amekuja kuanza wakati mategemeo wengi kuona Foba au Fofana? Hasa ni mchezaji ambaye ameonyesha mazoezini uzoefu wake ni mkubwa, tunampa hii game. Kwa hiyo ile game ya pili naamini kwamba baada ya Manula kucheza ile ya kwanza fresh na kupunguza pressure sasa. Subiri sasa. Unakuja kucheza nyingine. Hii tumrudishe Foba. Yaani ni surprise na kutengeneza mentality kwa wachezaji tustabilike. Kwamba leo anajua hapa Manula ataenda kudaka, atadaka Fofana. Leo atadaka Fofana, hatodaka yeye, atadaka Foba. Hata mazoezini nenyewe inaongeza ushindani. Kwamba bwana yoyote atakayepata vizuri atadaka, ingawaje kila timu lazima iwe na goalkeeper namba 1. Kwa hiyo tumekubaliana kipa namba 1 Azam ni Foba kwa current, kwa sababu hata mechi ya Zanzibar dhidi ya Wydad kwa ukubwa wa daraja la Wydad tuliamini angeanza Aishi au Fofana kutokana na Aishi alichokifanya mechi iliyopita na experience aliyokuwa nayo Fofana, lakini mwalimu akasema hapana, Foba kaa hapa, fanya ubaya, na Foba akafanya ubaya kweli, mambo yakaenda safi. Mechi nyingine kubwa anaanza tena Foba, wale wakubwa anaanza nje pale wanamtazama Foba. Naelewa kwa daraja alilokuwa nalo Fofana na Aishi hawezi kumjengea chuki Foba. Zaidi atakuwa anamjenga, atakuwa anamwambia safi hapa hivi. Unajua kwa daraja alilokuwa nalo Aishi sasa hivi anaweza kumwambia mwalimu hapana, acha acheze Foba, mimi siko sawa. Au hii mechi mpe huyu. Unaelewa? Yaani kwa nachoamini mimi kwa daraja alilokuwa nalo Aishi, yaani ana uwezo kusema hivyo kwamba mwalimu hapana, hii mechi mimi nisicheze. Mpe huyu dogo afanye kitu, anaweza kufanya kitu. Na yeye akakaa nje kiroho safi akamsupport, maisha yakaendelea. Ila kitu ambacho nakutana nacho nafikiri surprise ni Fofana. Fofana Azam wasimuache wala wasimpeleke kwa mkopo popote pale. Ni kipa mzuri, kipa daraja la juu. Experience yake, ushindani wake kwenye kiwanja cha mazoezi ndio unaendelea kumjenga Foba kuwa goalkeeper mzuri zaidi. So Fofana kinachomsurprise ni kwa nini huyu baba yangu afu kwa nini anipe nafasi? Si unaelewa? Na mimi nimekuja hapa kwa sababu Fofana ujue wakati anasajiliwa Fofana alikaa muda mrefu hajacheza. Kutokana na zile situations zilikuwa zinaendelea kwenye timu walikuwa wametoka. Kwa hiyo aliamini akija kutengeneza fitness hapa atakuwa goalkeeper namba 1 kutokana na mwalimu anamfahamu zaidi. Sasa inawezekana hiyo challenge anayokutana nayo baadaye, ila Ibenge asijenge sana hiyo, itakuja kumpoteza. Kwa sababu Fofana akija kuanza kutengeneza kwamba mimi sitaki kushindana na Foba, sitaki kushindana na Aishi, ila mimi ninachotaka kufanya naamini mimi ni kipa mzuri naweza kuisaidia Azam. Kwa hiyo nahitaji nafasi ya kucheza. Atakavyoingiza challenge kichwani kwamba sasa changamoto yangu ya kwanza sio Azam. Changamoto yangu ya kwanza ni Ibenge.
Yaani akishaanza kuingiza hiyo mindset kwamba changamoto yangu ya kwanza ni Ibenge, changamoto ya pili ni Azam, manake hatutashuhudia tena ubora wa Fofana. Sawa. Manake hapo pia unamzungumzia hapo Fofana. Mchezaji mwingine wa kimataifa katika list ambayo tumeweka hapa wachezaji wapya ni Muhsin Malima Makame. Muhsin amepita hapa Coast, lakini ametambulishwa Dodoma, ametambulishwa sana na Serengeti Boys ya mwaka 2017 ambapo ni kizazi cha kina Abdul Suleiman Sopu, Kibwana Shomari, Nixon Kibabage, Israel Patrick Mwenda, Kabwili, Dickson Jobu, hawa kina Lingazi. Ameenda Zedi ya Misri, amekuja Azam Football Club. Football is all about connection. That's what I trust. Ndio kilichomfanya Malimi kwenda Azam FC. Malima. Malima. Sasa Malimi yule ni Malimi Busugu. Kuna Malimi mwingine yupo Mtibwa Sugar. Malimi. Kuna Malimi Busugu. Huyu ni mshambuliaji, huyu bwana mdogo. Ni mshambuliaji. Alifanya vizuri, sio vizuri sana akiwa na Coast. Alifanya vizuri, sio vizuri sana akiwa na Dodoma Jiji. Akapata bahati ya kwenda Misri kucheza timu nzuri kabisa zaidi. Na wakati nakwenda zaidi walipata nyakati ngumu ambazo ilibidi wamtumie huyu bwana mdogo kama mshambuliaji chaguo namba 1. Bahati mbaya akaenda mechi akawafungi, akawa anacheza wastani. Ikabidi sasa baada ya kufanya mabadiliko ya benchi la ufundi la Zaid, ikabidi watafute striker kutoka Spain. Ndo akaja pale. Wakamtafuta striker mwingine kutoka Nigeria, akaja pale. Huyu bwana akaingia kwenye nyakati ngumu, nyakati ule msimu kabla hajajiunga na Azam, akaanza kukaa mkeka, wakawa wamtumii kabisa. Walivyokuwa wamtumii kabisa, ndo akapata opportunity ya kuja kujiunga na Azam. Kwa daraja la ligi kutoka Misri kuja Tanzania, unaweza ukaelewa kwamba bado ana nguvu ya kuweza kucheza kwenye timu kubwa, si ndio? Na Zaid wakati anacheza Zaid, ilikuwa Zaid ni ya moto sana nchini Misri. Nakumbuka alicheza hadi kombe la shirikisho. Sasa alivyokuja hapa, Ibenge amtumii tena kama mshambuliaji. Ibenge akawa anamtumia kama kiungo mchezeshaji. Hapo ndipo nilipoona hatari ya huyu bwana mdogo kuto kucheza Azam FC. Kwa sababu wakati mwalimu Ibenge anamtumia kama kiungo mshambuliaji, wakati huo kumbuka wakina Fei walikuwa hawajarudi kwenye timu. Nikasema hii nafasi anayocheza huyu, akija kurudi the king kutoka Zanzibari, akaja hapa, huyu atakuwa achezi. Na kweli ndicho ambacho kimetokea. Hawezi kupata nafasi ya Azam FC kwa sababu nafasi anayocheza pale anacheza Fei. Na Fei angalia ubaya anaofanya. Anachokifanya Fei, Malimi hawezi kufanya hata nusu yake. Sasa anakuja Malima hawezi kucheza hata nusu yake. Anacheza lini? Kwa unafikiri unaye inaweza kaa ni moja kati ya nyakati nzuri kutafuta timu nyingine ya kupata nafasi, aonyeshe kama anaweza kudumu kwenye nafasi au akarudi kwenye eneo lake mama la ushambuliaji. Sawa. Tutoke hapo sasa kwa Azam Football Club, tunataka kila laheri katika matayarisho yao kuelekea ligi kuu ya NBC, michuano ya shirikisho barani Afrika na michuano ya CRDB Federation Cup. Tuangazie kipaji ambapo kijana Johnson Gunda mwenye umri wa miaka 14 ameonyesha uwezo mkubwa kwenye soka baada ya kuchezesha mpira haswa fainali za ligi daraja la 3 kwenye mashindano yanayoandaliwa na uongozi wa chama cha mpira miguu mkoa wa Pwani Korefa. Johnson alizaliwa katika hospitali ya rufaa ya Tumbi mkoani Pwani mwaka 2011. Elimu yake ya msingi alisoma mkoani humo na kufanikiwa kuchaguliwa kuendelea na elimu ya sekondari. Mariam Songoro na ametuandalia taarifa ifuatayo. Kijana Johnson Gunda mwenye umri wa miaka 14 ameonyesha uwezo mkubwa kwenye soka baada ya kuchezesha mpira hasa fainali za ligi daraja la 3 kwenye mashindano yaliyoandaliwa na uongozi wa chama cha mpira wa miguu mkoani Pwani. Johnson alizaliwa katika hospitali ya rufaa ya Tumbi mkoani Pwani mwaka 2011. Elimu yake ya msingi alisoma shule ya Kongowe Adventist Primary School iliyopo Kongowe na alibahatika kufaulu kuendelea na masomo ya sekondari shule ya sekondari Tumbi iliyopo Kibaha mkoani Pwani, ambapo ndipo kipaji chake kilianza kuonekana. Azam Sports ikamtembelea nyumbani kwao ili kuzungumza naye pamoja na wazazi wake. Hapa Johnson Gunda anatuelezea ilikuwa kuwaje
hadi ameamua kuwa mwamuzi ili hali bado ni mwanafunzi na umri wake ni mdogo. Kwanza nilipohamia shule ya sekondari Tumbi nilipokuwa form 1, kuna mechi ilitokea kirafiki form 3 na form 1. Maamuzi magumu niliyowahi kuyafanya ni uwanja wa Bagamoyo, ilikuwa ni mechi ya Madenge FC na Enjoy Soka na ilikuwa ni finali ya Kilonga Cup. Lakini ilikuwa ni dakika 89 zimeongezwa ilikuwa dakika 90 zikaongezwa dakika 4. Dakika 92 ikatokea faulo karibu na box. Na yule aliyecheza faulo Enjoy Soka alikuwa na yellow card. Nikampa second yellow card, akapata red card, akaenda nje. Na wakapiga, wakanusulika, ikagonga nguzo. Na mali kaendelea, mpira ukaisha, wakaenda matuta. Haikuniletea shida, watu wote walitulia na kadi ilikuwa ni straight, imenyoka. Hakuna nilipokosea. Bado nikitaka kufahamu zaidi kutokana na umri wake kuwa mdogo na kazi anayofanya uwanjani, anawezaje kuchezesha mpira na watu wakamuelewa? Na je, anaweza kufanya maamuzi magumu akiwa uwanjani? Ni changamoto gani anazozipitia wakati akiwa uwanjani? Changamoto ninazoziona katika fani yangu ya uamuzi ni uhaba wa seti za jezi na hata vifaa vya mawasiliano, zile microphone, kwa sababu uwanjani hatusikilizani. Mpaka mtu anyoshe bendera mpira kule unaendelea, inakuwa ni muda sana. Kwa hiyo tukipata zile maiki kama wenzetu kule Ulaya, mawasiliano yanakuwa kwa haraka na tukio linaonekana kwa haraka na maamuzi yanafanywa kwa haraka. Ni nani aliyemvutia hadi kuamua kufanya kazi ya uamuzi wa mpira? Maamuzi yanayonivutia ni Ahmed Arajiga ambaye anatokea Manyara, Ramadhani Karim. Sambamba na hayo, nimezungumza na wazazi wote wawili. Nilitaka kufahamu zaidi walipokeaje wakati mtoto wao anawaelezea anachopanga kufanya kwenye soka. Kwa majina naitwa Margaret Bisaku. Mimi ni mama mzazi wa Johnson. Johnson ni kijana wangu wa pili. Wakati naanza familia na Mr. wangu, nilimkuta ni mchezaji mzuri sana wa mpira. Na wakati tumeingia kwenye ndoa, kuna kipindi alikuwa anani challenge, ananiambia kwamba ukizaa watoto ambao hawana sifa hizi mbili, huyo sio mtoto wangu. Bali ananiambia ukizaa mtoto kama sio mcheshi au sio mchezaji, huyo atakuwa sio mtoto wangu. Na mtoto wangu wa kwanza atakapozaliwa tutamuita Gaucho. Nilikuwa nauliza, mimi sio mfuatiliaji sana wa mpira. Nilikuwa nauliza maana ya Gaucho, na akasema Gaucho ameunganisha majina ya wachezaji kama matatu, hapo ndio katokea Gaucho. Kwa hiyo akasema mtoto wangu wa kwanza najua atakuwa anacheza sana mpira na atakuwa anaitwa Gaucho. Kweli Mungu akatubariki, tuna watoto 4. Johnson wakati anakuwa nikaanza kuona kweli anacheza mpira. Cheza mpira, lakini nilikuwa namkazia kwamba nianza kucheza akiwa mdogo, lakini hata shule nilikuwa alipokuwa nasoma class hapo primary alikuwa anacheza sana mpira. Na watu wananiambia mtoto wangu anacheza sana mpira. Mimi kwa sababu nilikuwa natamani mtoto wangu asome zaidi darasani, namwambia angalia kama unacheza mpira usije ukaniangusha kwenye mambo ya darasani. Ananiambia mama, mimi sitakuangusha. Mambo ya kanisani usiniangushe, maana kanisani pia huwa nategemewa. Ananiambia mama, sitakuangusha. Na kweli akija amefanya vizuri, yuko na A. Baadaye akamaliza masomo yake akaenda sekondari Tumbi. Kienda huko, alivyoenda huko ndo akawa anacheza na pewa taarifa na wanafunzi. Leo Johnson anaenda kuchezesha sehemu fulani, leo ameenda kuchezesha sehemu fulani. Namwambia sasa nyingine anakuja na majezi mengi, amekuja amefua anaondoka nayo hata sijui ametoka wapi. Kwa sababu mimi sio mfuatiliaji sana wa mpira kama baba yao. Mwambie Johnson usiniangusha kwenye mpira, sekondari nimekupeleka ukasome. Na kweli anafanya vizuri, mama sitakuangusha, anakuja na division 1, ni mtoto ambaye anajitahidi sana darasani. Na ni mtoto mwenye nidhamu. Lakini siku moja akaniambia kwamba mama, nataka nikasome, kuna kozi zimetoka za uamuzi. Basi tukaongea na baba yake, tukaona ni jambo zuri, sisi ni watu wa maombi pia, tukaliweka kwa Mungu na tukaweza kutoa ada, akaenda kusoma. Na alifanya vizuri sana. Siku moja nikiwa nimekaa nikapewa taarifa usiku kwamba kesho tutaenda kuchezesha Dodoma. Nilikuwa nafikiri tu ni masiara. Akaenda Dodoma akachezesha, akarudi baada ya wiki moja. Tumekaa tena, akaniambia mama, nimesha katifa tiketi ya ndege naenda Mafia. Tukamkabidhi kwa Mungu akaenda, lakini anafanya vizuri. Hata watu mitaani wanaomuona, kuna muda mimi napita kwenye mitandao naweza nikakuta clip zake zimewekwa mpaka nashangaa, hey, hizi mbona naangalia ni Johnson. Kwa hiyo imenivutia hata mimi kufuatilia mpira na inanivutia sana kumfuatilia kwa ukaribu. Na siku hizi hata akiwa anacheza, sisi wazazi wake na marafiki zangu wengi watu ndio kufuatilia uwanjani anafanyaje, na ni mtoto mwenye kipaji kikubwa sana. Nimemtafuta mwalimu wake Johnson na si mwingine
ni Simon Mbelwa. Huyu ni mwamuzi mstaafu, naye anatuelezea juu ya Johnson Gunda. Ni mwamuzi wetu ambaye tumemfundisha, lakini ni mwamuzi ambaye anaelewa, ni mwelewa, ni ana talent ya kipaji cha uamuzi. Amechezesha mechi kubwa za ligi daraja la 3, ndondo mbalimbali, na ni mwamuzi ambaye anaelekea kuwa mwamuzi mkubwa. Ni mwamuzi, ni kijana mdogo, lakini ni kijana na nidhamu, anapokea mafundisho, ana discipline. Sisi kama wakufunzi wake na mwalimu wake, ukishirikiana na chama cha mpira mkoa wa Pwani ambao kiko chini ya Robert Munisi Korefa, ni kijana pia anamsimamia na ndio mlezi wa huyu kijana. Sisi kama walimu tunafanya kazi chini ya chama cha mpira mkoa wa Pwani. Naam, kama mmeweza kusikia hivyo, huyu Johnson ni mwamuzi mdogo kabisa, na kwa tetesi za chini kabisa za mbali unasadikiwa kuwa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Pwani kinamwangalia kwa macho yote kabisa kuhakikisha anaendelea kufanya vizuri, kwa sababu hapa Pwani kuna uhaba wa waamuzi, na Johnson ni kijana ambaye anaendelea kuangaliwa na viongozi wa chama cha mpira wa miguu kuhakikisha anafanya vizuri, na baadaye pengine anaweza kuwa msaidizi wa Simon Mbelwa, akaweka kabisa naye alama hapa mkoani Pwani. Mariam Songoro, Azam Sports, Kibaha, Pwani. Shukrani sana Mariam Songoro. Miongoni mwa taarifa ambazo hizi ni taarifa ambazo jamii inapaswa kuzijua. Vipaji kama hivi. Wakati hii taarifa Mariam Songoro ilinikumbusha fainali za AFCON 2008 ambazo zilifanyika Ghana katika miji mbalimbali. Sasa kuna mji mmoja wa Ghana ukiachana na Accra. Uachana nao tuendelee. Kuna mji mmoja lazima ukaze kidogo kwenye kuutamka ule mji. Sasa kuna watu wakaona, tukafuatilia documentary. Kuna watoto wale mtaani, vijana mtaani wakawa wanacheza mpira na maji. Sasa ule kijana ambaye anawalea akasema, huyu baada ya miaka 6 nataka niende nikamuuze Ulaya nipate wachezaji. Sasa nilivyomwona kijana Johnson imenikumbusha michuano ile ya zamani ya Azam Under 20, sasa hivi ni NBC Youth League ile. Jinsi ambavyo iliweza kumtoa mtu kama Liston Hiali, mwamuzi ambaye hivi sasa anachezesha, wanamuita kama Colina. Sasa hivi anachezesha katika mechi za ligi kuu. Yaani yeye ndo kopo, ila aliharibu Liston Hiali mechi ya Coast. Tuendelee. Nimelink hiyo nyuma. Ila kwamba vijana kama hao wakiwa na moyo wa kuchezesha, nasema kama hivi. Zamani kwa tunaamini kwamba refa lazima ukimbizwe. Yaani unachezeshwa pale papu unakimbia. Lakini sasa hivi watu wanatamani kwamba siku moja refa huyo, lakini sasa hivi mambo ni tofauti. Kwa hiyo kongole sana kwa Mariam kwa taarifa hii ambayo inazidi kuibua watu wataona pale. Amemtaja Ahmed Arajiga, amemtaja Ramadhani Kayoko. Inawezekana pale Arajiga baada ya kuona kufuatia kama hivi Kayoko, bwana mdogo wangu anahitaji seti ya jezi, hebu pata hii, na pia yupo na Simon Mbelwa ambaye ni mwamuzi mstaafu, amechezesha nini, nadhani alishinda hata tuzo ya referee bora kama sasa katika ligi kuu msimu za nyuma. Kwa hiyo ni jambo jema la kutia hamasa sana. Hata TFF wamtazame. Hata TFF. Sio TFF, FRAT. Chama cha waamuzi. Sasa TFF tunaona unaweza kusema hapana. Sisi kama baba wa mpira, hichi kitu kizuri, kitu kikubwa. Bana sasa sisi walezi wa kwanza ni chama cha waamuzi Tanzania. Sasa chama cha waamuzi jinsi ambavyo kinaishi maisha yao. Yaani kama mfano TFF akisema bana hebu njoo. Bana nyinyi bwana mtutunzieni huyu. Si katai. Lakini wanapaswa kumsimamia sana. Unajua TFF jamani. Frat wako bize, ushakutana na Frat. Asante Rashid. Kwa wakati huu kama ilivyokuwa ada kila siku za Ijumaa, tumekuwa tuna exclusive interview ambapo mwenzetu Rosemary Timzo Karugira anakuwa anazifanya, na leo anafanya na Dr. Mwanaid Hamis, Dr. Hadija Hamis ambaye ni daktari mara nyingi sana kwa masuala ya upimaji wa ngumi. Tuelekea mapambano ya Mwakinyo hapa. Utasema sisi hapa daktari tunakagua vitu vitatu. Tunapima ukimwi, tunapima homa ya ini, tunapima malaria. Lakini bila kusahau kwa mabondia wa kike tunaangazia ujauzito. Bingwa kabisa. Chanjo. Mangasole hataki kupata chanjo ya ukimwi.
chanjo ukimwi. Alisema kumbuka tulikuwepo hapa, akasema maana kuna chanjo ya ukimwi, tukamwambia Mangasole tunakushauri, si ndugu zako karibu kabisa, wanatakiwa upate hiyo chanjo. Umeona? Sawa. Yakamtoka maneno hapa Mangasole.